na Butiama, na jana niliwaambia Tarime na juzi niliwaambia kule Serengeti. Wala msije mkaingia ubaridi wa kuona kwa nini miradi hii haikwenda kasi, ama kwa nini miradi hii mikataba ilisainiwa lakini haikuanza mara moja. Tulifanya uamuzi ndani ya serikali takriban miaka kama miwili mpaka mitatu hivi, miwili na nusu mitatu hivi, ambapo tulilazimika kufanya uamuzi huo wa busara ndani ya serikali, ambapo kama mtakavyokumbuka takriban miaka miwili mitatu hivi, naibu waziri wa nishati anakumbuka vizuri zaidi, nchi yetu iliingia kwenye mgao wa umeme, tena ukawa mgao mkali kweli kweli wa umeme. Na mara hii mgao huo haukusababishwa na ukame kama ambavyo ilizoeleka miaka ya nyuma. Mgao huo ulitokana na kwamba tuliongeza sana huduma ya usambazaji wa umeme kuliko tulivyowekeza katika uzalishaji wa umeme. Kama nilivyotoka kusema hapa, tulishaongelea umeme kufikisha kila kijiji. Tukaongelea serikali ya viwanda. Kama mnakumbuka wakati Rais Magufuli, hii ndio ilani ilivyokuwa inasema, na ninyi mnakumbuka, tulikuwa tunasema Tanzania ya Magufuli itakuwa Tanzania ya viwanda. Tukaongeza idadi ya viwanda. Lakini na katika siku za hivi karibuni tukaongeza sana shughuli za uchimbaji, na maeneo mengi hata kwenye uchimbaji mdogo tukawa tumeunganisha umeme. Kwa hiyo tukaunganisha kwenye viwanda, tukaunganisha maeneo ya uchimbaji, lakini pia usambazaji tukafikia mpaka ngazi ya kufikisha kila makao makuu ya kijiji. Kwa hiyo ilifika wakati usambazaji ukawa mkubwa kuliko uzalishaji wa umeme. Tukaingia kwenye mgao. Ndani ya serikali tukakubaliana ama tutafute mitambo ya kukodi, ama tuwekeze nguvu tukamilishe ujenzi wa mradi wa kielelezo wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Mradi iliyokuwa ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Ukiwa umeshafika kama 70% hivi 75%, tukasema ndani ya serikali, Mheshimiwa Rais akasema tukikodi mitambo bado haitakuwa ya kwetu. Na kwa kuwa upungufu wa umeme sio wa muda mfupi, tunaendelea na usambazaji mpaka kwenye vitongoji sasa. Akasema badala ya kukodi mitambo ambayo haitakuwa yetu ya kudumu, twendeni tufunge mikanda, tukamilishe mradi wa kielelezo, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Na mimi kwa sababu nilikuwa kwenye kikapu, nakumbuka kuna baadhi ya miezi fedha zilizokuwa zinatakiwa kwenda kwenye mradi mmoja zaidi ya bilioni 300 kwa mwezi. Kwa kuwa kikapu ni kile kile, ni kweli lazima ingeathiri mtiririko wa fedha, lazima ingeathiri kasi ya utekelezaji wa baadhi ya miradi. Kwa hiyo huu si uamuzi wa kulaumiana, wala si uamuzi wa kujilaumu, kwa sababu tumeweza kufanikisha jambo moja kubwa linaloiweka historia ya Tanzania, linalotimiza ndoto ya Mwalimu Nyerere ya kukamilisha ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere la kufua umeme, ambao sasa Tanzania ina ziada ya umeme. Tuna zaidi ya megawatts 4,000 kwa sasa. Maana yake nini? Moja, tumetekeleza ndoto ya baba wa taifa. Lakini la pili, tumeionyesha dunia kwamba Tanzania inaweza kutekeleza mradi mkubwa wa kiwango hicho kwa fedha za ndani. Ninyi mnakumbuka wakati mradi unataka kuanzishwa, wenzetu wale ambao huwa wanafanya tathmini wakasema hatutatoa fedha, mtaweza kujenga. Rais wetu wakati ule Daktari John Magufuli na Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais wakasema tutajenga tena kwa fedha za ndani. Leo mradi huo umekamilika, na tulisema tukamilishe kwa sababu mahitaji yake ni ya nchi nzima. Umeme sio hizi nyaya hizi na hizi nguzo, pana nishati yenyewe inayosafirishwa kupitia kwenye zile nyaya. Kwa hiyo
Tukiwekeza tu kwenye kusambaza, tungefika hatua ambapo tusingeweza kuwa na umeme katika maeneo yote. Na hata hapa Butiama mmeonyesha kwamba kwa sasa hamna kitongoji kinachotaka kukosa umeme. Pande zote za nchi hamna mtaa ambao wananchi wake wanataka kukosa umeme. Kwa hiyo huu ulikuwa uamuzi sahihi, na huu ni mradi mmoja wapo tu. Ilikuwepo na miradi mingine ya kielelezo ambayo tulisema madamu imekaribia kukamilika, twendeni tufunge mkanda, tukamilishe mradi huo, tuhesabu kwamba huu umekamilika. Mmoja wapo ndio wa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini upo mwingine wa daraja la Kigongo Busisi, daraja la JPM, na wenyewe ulikuwa umeshaenda. Mheshimiwa Rais akasema tufunge mkanda, tukamilishe, wananchi waweze kupata huduma hiyo. Hivyo hivyo na maeneo mengine. Sasa nini mkakati wa serikali kwa sasa? Katika bunge hili lililoisha, na niwapongeze sana wabunge wenu wa mkoa wa Mara, na wenyewe wameshiriki, tumepitisha na tumeweka sheria ili kuweza kukabiliana na kupungua kwa kasi ya utekelezaji wa miradi, ili miradi iweze kutekelezwa kwa kasi, hasa hii ambayo inatengeneza miundombinu wezeshi ndani ya wilaya zetu na mikoa yetu. Tumepitisha kwenye sheria kwamba sasa fedha za miradi hiyo, mfuko wa barabara wa TANROADS, mfuko wa barabara wa TARURA, mfuko wa maji, mfuko wa nishati vijijini, fedha hizo hazitapitia mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ili fedha ziende kutekeleza miradi hiyo ya maendeleo. Kwa maana hiyo, barabara hizi za Sanzate Nata, barabara hii inayokwenda Iramba, na Mheshimiwa Waziri, hii ya Iramba watume waanze usanifu haraka sana. Lakini pia kuna barabara ya kule Utegi kwenda Shirati, kuna barabara ile ya kutoka Tarime kwenda Mgumu, kuna barabara hiyo ambayo imetajwa hii inayopita katikati, ambayo kilomita karibu 20 na ngapi ambazo Mheshimiwa Waziri umezisema tayari zimeishatekelezwa. Ya kilomita 90, 27 zilishaanza kutengenezwa. Hii na yenyewe tunaiweka kwenye utaratibu ili tuweze kuendelea na utekelezaji wake. Kwa hiyo na yenyewe kama ilikuwa haijasanifiwa, kamilisheni, na ile ya Iramba kamilisheni usanifu na ianze kutekelezwa. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema, wala msiingie ubaridi kwamba mradi huu ulikawia. Hivyo hivyo na huu wa maji, wala msiingie ubaridi kwamba ulikawia. Ni kwa sababu tulipitisha uamuzi, na haukuwa uamuzi ulioathiri miradi ya mkoa wa Mara tu. Kila eneo ambako kulikuwa na miradi tumesaini mikataba ilihitaji malipo ya awali takriban bilioni 52 hivi. Tulisema tuwekeze nguvu kwenye miradi hii ya kimkakati ambayo imekaribia kukamilika, tumalize. Hivyo hivyo kulikuwepo na barabara wapi huko Arusha, barabara wapi huko Iringa, barabara wapi huko Mtwara, hata kule kwa wajukuu zenu Iramba ya Singida, pale Iramba Singida kwenda Kizaga, na yenyewe tulisubirisha kama tulivyosubirisha hizi zingine. Lakini kwa kuwa tumeshamaliza hiyo miradi ya kimkakati, niwahakikishie na mpango huu ambao serikali imeupanga, tutakwenda kukamilisha haya ambayo nimeyasema. Sasa nimalizie mambo machache yanayohusiana na hapa Butiama. Nimepata kikao na kaka yetu pamoja na chifu pamoja na wanafamilia wengine. Tumeongea vizuri, na ukizingatia na mimi ni mwanafamilia, tumeongea kifamilia. Ukizingatia na mimi ni mwana Mara, tumeongea kinyumbani. Na hata nikishasema natokea Mara, najua watu wa Singida wataninyima kura. Sasa si hata Dodoma ni makazi, tuko kazini, na hata kule Dar es Salaam tuko kazini. Kienda kazini, kwani nyumbani kwenu tunabakia kwa nyumbani? Tumeongea mambo mengi, lakini kama mwana Butiama nimemwahidi kaka, amenielezea, na jambo hili mheshimiwa mbunge pia kama mwana Butiama ameshaniambia mara nyingi sana,
linalohusiana na barabara pia hizi ndogo ndogo za ndani ya Butiama. Barabara za ndani ya Butiama nyingi hazipitiki, mpaka barabara inayokwenda shambani kwa baba wa taifa haipitiki, na barabara nyingine na pale palipoanzia Azimio, alipofanya matembezi baba wa taifa ya Azimio la Arusha, kuunga mkono Azimio la Arusha, na barabara zingine za ndani kwa ndani, ninyi mnazijua vizuri, hazipitiki. Nimemwahidi mheshimiwa mbunge, na leo pia nimemwahidi kaka yangu Madaraka, kwa kuwa niliwahi kuwa pale Hazina, najua kona, najua pia kona koti la babu linakuwa wapi, najua ukoko, nitawatafutia fedha za barabara hizi za ndani. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge pamoja na meneja wa TARURA mtamshirikisha na kaka kwa niaba ya familia, mzibainishe zile za kipaumbele ambazo tutaanza nazo mwaka huu, na tutaanza hatua kwa hatua ili tuweze kuzifungua barabara zote, ikiwemo mpaka na ile inayokwenda shambani kwa baba wa taifa. Na kama alivyosema mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi, Butiama ni Butiama tu. Nchi nzima hautapata Butiama nyingine. Nchi nzima hautapata alikotokea baba wa taifa, ni hapa hapa. Nchi nzima Butiama itaendelea kuwa Butiama. Kwa hiyo hizi taa tutaweka na barabara tutazifungua, na yale mengine ambayo yanahitajika ambayo tuliongea na yenyewe tutakwenda kuyatekeleza. Sasa yeyote atakayesema mbona unataka kupendelea zaidi, akaimbe kale kawimbo, isingekuwa juhudi zake baba wa taifa, na uhuru tungetoa wapi? Ndio, isingekuwa juhudi zake baba wa taifa, na uhuru tungetoa wapi? Hata hizo lami tungeziona wapi? Na shule tungezitoa wapi? Dr. Maela anakumbuka tukiwa pale chuo, tulikuwa tukienda tu pale Revo Square tunaimba kiongozi yule ambaye ametukwaza. Singekuwa juhudi zake Nyerere, na wewe ungesoma wapi? Matiko anakumbuka hiyo Revo Square pale. Mmeshasahau kama kuna sheria hata moja. Kama si juhudi zake baba Nyerere, na wewe ungesoma wapi? Kwa hiyo wala si jambo baya, mnastahili, wala sio ofa, wala sio favor, mnastahili. Na bahati nzuri sana TAMISEMI iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Maana waziri wa TAMISEMI ni waziri mkuu mwenyewe. Nitalisimamia hilo. Meneja wa TARURA yuko wapi? Meneja wa TARURA yuko wapi wa wilaya hii? Wa mkoa ndo wewe hapo. Wa wilaya mko hapo. Ndani ya mwezi mmoja niwe nimeshapata tathmini ya fedha inayotakiwa kuzifungua barabara zote za Butiama zilizojifunga. Na hata mheshimiwa naibu waziri wa maji, tuna mradi mkubwa wa Gango Kiabakari. Ni mradi mzuri, lakini kuna baadhi ya maeneo unaacha hayo mapengo hayo. Kwa baba wa taifa, maji yakitiririka kote kuna shida gani? Hiki peke yake kinaweza kuwa kivutio cha utalii kingine na kikatuingizia fedha. Kwa hiyo wa maji na mwenyewe fanya tathmini. Hatutaki kuwa na eneo hapa watu wanapata shida ya maji kwa baba wa taifa. Tengenezeni hiyo tathmini tujue. Tutapata tu fedha. Hapa ni kwa baba wa taifa. Lakini hivyo nimesikia hii mizozo ya ardhi. Mizozo ya ardhi. Mizozo ya ardhi mpaka nyumbani kwa baba wa taifa. Nyie watu wa ardhi, hamuoni aibu? Yaani hata hapa na kwenyewe mizozo ya ardhi. Nimeambiwa lile la shamba la ushirika na sehemu ya chuo. Chuo tunapongeza sana, kinaenda kuweka historia kwamba nyumbani kwa baba wa taifa kuna chuo tena kinachosimamia masuala ambayo baba wa taifa aliamini.
lakini tusifute shamba la ushirika. Tulifanye hilo, ndio shamba darasa. Chuo kiwafundishe Wanabutiama yale mawazo aliyokuwa nayo baba wa taifa, namna ya kuendesha ushirika kwa kisasa, unaolima kisasa. Kama mnataka mashamba mengi zaidi, tafuteni sehemu, fidieni, miamiliki. Msichukue ya wanaushirika, msichukue ya wananchi kwa kutumia nia njema, alafu wananchi wakabaki wanaangalia tu hivi kinachofanyika. Wala hatubadilishi nia ile ile, tuendelee nayo. Kuwa na shamba darasa liwepo, kuwa na chuo kiwepo, kuwa na eneo la chuo la kufundishia liwepo. Kama mnataka la kumiliki 100%, fanyeni fidia maeneo mengine tu, lakini la ushirika wafundisheni. Baba wa taifa alikuwa muumini mkubwa wa jambo la ushirika. Moja ya jambo ambalo baba wa taifa angeweza ukamkosea asikusamee ni kama ukitempa na ushirika. Na yajua mambo ambayo baba wa taifa alikuwa ukiligusa hakusamee. La kwanza, muungano. Na wakumbusha vijana wadogo ambao hawajui, jambo la kwanza ambalo baba wa taifa hangekusamehe ukiligusa ni muungano. Wazee wetu wakubwa watakumbuka, na kakangu yupo ambaye alikuwa anamalizia chai yake akiacha kwenye kikombe. Moja ya jambo ambalo baba wa taifa hangekusamehe ukiligusa ni muungano. Na kwenye kauli yake mwenyewe akiwa anaelezea jambo la muungano, akaanza akasema, nje ya muungano hakuna sisi Wazanzibari, wao Watanganyika. Hapo kuna sisi Wapemba, wao Waunguja. Na akasema akitokea wa kuanzisha jambo la aina hiyo linalovunja muungano, akasema ni kama kula ni kama kula nyama ya mtu. Ukishakula uachi, mkimaliza Wazanzibari mtakuja kugundua kwamba hapo mlipo wapo na Wachaga. Mkimaliza Wachaga mtatambua hapo mlipo wapo na Wasukuma. Ninachokuambia, moja ya jambo ambalo hangeweza kukusamehe, kauli yake akasema, siku mkigusa jambo la muungano, dhambi hiyo itawatafuna na mimi nawaombea iwatafune. Kauli yake alisema, dhambi hiyo mkivunja muungano, mkianza kubaguana kwa makabila, mkianza kubaguana kwa maeneo, akasema dhambi hiyo itawatafuna. Na akamalizia, hakuishia hapo, na mimi nawaombea iwatafune. Lakini jambo la pili ambalo baba wa taifa kwa ukigusa unagusa mboni yake ni jambo la ushirika. Sasa maadamu alianzisha shamba la ushirika, tuwafundishe wale wanaoshirika, tuwafundishe wananchi hao wa Butiama hayo ambayo tunataka kufanya kwa shamba darasa. Kwa hiyo wenzetu wote mnaoguswa na eneo hilo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Wizara ya Kisekta, simamieni kwa utaratibu ambao utafanya wananchi hao wanufaike na shamba darasa bila kwenda kwenye migogoro hii ya ardhi ya kuwanyang'anya maeneo yao. Nimeambiwa pia kuna eneo mojawapo pia lina mzozo wa mipaka. Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, shirikiana na wale wanaoshughulikiaga mambo ya mipaka. Msichoree mipaka kwenye kompyuta. Wazee wa zamani bado wapo. Njooni mwatembeze taratibu. Hawa ni ndugu, pitieni mkubaliane, ni hapa. Ukishajua hapa ni hapa, kwa wao kwa siku zote hizi, ndio mrudi kwenye kompyuta muoanishe na kile ambacho wanawaambia wao wa vijiji vyote hivyo kwamba hapa ndio mpaka. Ili tusipoteze maisha kwa ajili ya mpaka. Tusipoteze maisha ya watu kwa ajili ya mpaka. Watu wanagombana kwa ajili ya mpaka. Hiyo haitakuwa sawa. Haya mengine ambayo mmeandika la mtu mmoja la ardhi, nitawaomba tutakapoanza kusikiliza hoja zingine hapo, kwa kuwa waziri wa ardhi yuko hapa na timu yake ya kutoka makao makuu wako hapa, tutakaa pembeni ili tupitie moja baada ya lingine taratibu. Tutapitia taratibu moja baada ya lingine. Na kama hayataisha,
Ninapomaliza ziara, Mheshimiwa Naibu Waziri, utabaki huku na timu yako ya wataalamu ili myapitie haya yote yanayohusiana na mambo ya ardhi. Ndugu zangu, nikiwa naongelea pia hapa, moja ya mambo ambayo baba wa taifa alikuwa akiyasisitiza ni mambo ya haki. Ninapopita kila eneo na yasisitiza sana masuala haya yanayohusu haki. Na Mheshimiwa Rais ameweka kwenye falsafa yake kazi na utu. Utu umekusudiwa kulinda haki. Na Mheshimiwa Rais hajayasema tu kwenye falsafa. Ametolea maelekezo tuchukue hatua na kwenye masuala ya kisheria, ya kisera na ya kiutawala. Baadhi ya maeneo ambayo ameelekeza tuyachukulie hatua za kisheria. Katika bunge lijalo linaloshughulikia masuala ya sheria, bunge la mwezi wa 8 kwenda wa 9, mwezi ujao tunakwenda kubadilisha sheria. Tunakwenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo ya Watanzania. Tumeona katika baadhi ya maeneo ikiwa haijatumika vizuri. Watu wana mifugo yao wengine paka ya urithi. Watu wana mifugo ambao wamehangaika sana, wamejikusanya sana mpaka wakapata idadi hiyo. Inatokea bahati mbaya, ama kwa kujua mpaka, ama kwa kutorokwa. Mara moja kwamba imeingia 5, inataifishwa yote 100. Tunaenda kuondoa utaratibu wa kutaifisha mifugo. Na tunatarajia sheria hiyo tuipeleke bunge hili lijalo. Lakini tumerekebisha pia baadhi ya sheria ili kuweza kuongeza ufanisi katika ustawi wa Watanzania. Tumesema katika miaka hii iliyopita ilikuwa mtu akianzisha biashara mwaka ule anaanza kulipa kodi. Tumesema tutaenda kuongeza sasa, mwaka mmoja utakuwa wa kujiandaa ili waanze kulipa baada ya kuwa umeshapita mwaka huu. Tunaongeza mwaka mzima, baada ya kuwa umeanzisha biashara utaanza kulipa kodi baada ya mwaka mmoja. Lakini tumeendelea pia kusimamia shughuli zingine za kiutawala. Kama nilivyosema, tutabadilisha kanuni, sheria na mambo yaliyo ya kiutawala. Kwenye yale ya kiutawala, kwanza tumepunguza mambo ya faini. Mnakumbuka faini zile zilizokuwa kubwa tumepunguza ya mambo ya faini. Lakini pia kila ninapopita nimetoa haya maelekezo. Vyombo vyote vya udhibiti tuache kukamata vyombo vya kazi vya Watanzania. Iwe bodaboda, iwe baisikeli, iwe pikipiki, iwe gari, iwe kilikuu. Kama tunajua amefanya kosa anatakiwa alipe faini, tumwachie kitendea kazi afanye kazi ili alipe ile faini. Na nimeelekeza mkuu wa mkoa hivi ninapomaliza ziara, kama kuna bajaji, bodaboda ziko kwa vituoni wapi, ziachieni, wapatieni wakafanyie kazi. Na wala tusikamate tena. Tusikamate. Kama tuna vitambulisho vya taifa, tunamjua kitambulisho chake anacho, lakini tunajua mpaka vituo vyao, kwenye vituo vyao wanakopaki tunajua. Kama ni gari tunajua, na leseni tunajua. Na tunajua kwenye sheria kinachotakiwa kufanyika kama amefanya kosa ni faini. Kwa nini tunashikilia chombo chake? Unafika mahali unakuta pamerundikana, vitu vingine vinaibiwa, hasara, na faini tunaendelea kudai. Haya ni mambo ya zamani, yamepitwa na wakati. Waacheni Watanzania wafanye kazi. Kama kuna faini, tumekubaliana mtu akifanya kosa hili ataonywa kwa faini, mwacheni alipe hiyo faini. Na wala hata hatuna haja ya mambo ya kukimbizana. Amepita bila ana helmet, yeye yuko na pikipiki, wewe unamfukuza na Land Cruiser. Akianguka akifa, bahati mbaya. Bahati mbaya gani hayo?
Hayo tuachane nayo. Tuachane nayo. Yanatusababishia hasara za maisha, kupoteza, yanatusababishia vilema na yanatusababishia hasara. Tunataka kila mtu, kila nguvu kazi ifanye kazi. Jamani, tuna dira yenye malengo makubwa. Dola trilioni 1 sio mchezo. Dola 7,000 kwa siku kwa kila Mtanzania. Tunataka 7,000 iwe ya kweli ya kila Mtanzania, sio wastani. Haya tutayapata tu kama tutabadilisha taratibu hizo za namna tunavyofanya kazi hizo. Lakini pia nimepita leo hapo kukagua pale hospitalini. Naendelea kusisitiza masuala ya uwajibikaji. Masuala ya uwajibikaji. Utekelezaji wa miradi, lakini pia na usimamizi wa utoaji wa huduma. Haya ni mambo ambayo yako kwenye misingi ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa anaisimamia. Nimepita katika baadhi ya wilaya nikawaambia, Mheshimiwa Rais amejitahidi, amejenga, na kwa kweli wengine wasemaga mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kuna baadhi ya wanyonge hata kunyongwa hawatakiwi, wapewe tu haki zao. Unakuta eneo Mheshimiwa Rais amejenga hospitali, amejenga kituo cha afya, na Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, nimelisisitiza sana hili na tutachukua hatua. Amejenga hospitali, amejenga kituo cha afya, amepeleka fedha za dawa. Ukienda kwenye taarifa unaambiwa utoshelevu ni zaidi ya 95%. Lakini kila mgonjwa akienda kutibiwa anaambiwa dawa nenda kanunue mtaani kule. Hivi kioski, hivi duka la mtaani linapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Kama sio hizo za serikali zimetangulizwa huko. Na wengine wanakuwa wanataka za kwenye duka lao ziuzike. Wanafungia hizi kwenye loka, wanaelekeza ukanunue kule wanakojua walikoweka za kwao. Mimi hii michezo naijua. Nilipita wilaya moja, nilipopeleleza nikapewa taarifa na vyanzo vyangu kwamba dawa zipo na wananchi wanaambiwa wakanunue dawa mtaani. Nilipowauliza, ninyi kwa nini mnaambia watu wakanunue dawa mtaani na dawa zipo? Wanasema tulipozipokea zilikuwa zimeandikwa kwa duka la kiwanda, kwa hiyo tumechanganya majina. Mambo ya ajabu kabisa haya. RMO, waambie na wasaidizi wako wote, moja, nunueni dawa zinazohitajika katika maeneo husika. La pili, fuatilia kila hospitali, kila kituo cha afya, kila zahanati. Na nimewaambia wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, moja ya eneo la kulifuatilia ni hili. Ijulikane fedha kiasi gani zilipokelewa,
zimenunua dawa gani na hizo dawa zimekwenda wapi. Hatuwezi tukawa na taarifa nzuri kwenye ripoti, alafu wananchi kila wakienda hospitalini wanachopata ni kumuona daktari na kwenda maabara. Lifuatilie hilo. Na Mheshimiwa Waziri, nimesema niwe napata taarifa ya jinsi mtiririko huu unavyofanyika. Na kwa kweli tutachukua hatua kali kwa wale watakao kiuka maadili hayo. Kwa hili ni moja ya eneo lingine ambalo nilisema nalisisitiza. Ni sehemu ya kuenzi uwajibikaji ambao baba wa taifa alituonesha kwa vitendo. Hivyo hivyo na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, fedha za umma. Nimesema na maeneo mengine, fedha za umma, ubora wa miradi, na nimewaambia TAMISEMI na utumishi wa umma tusisitize hilo, uwajibikaji, rasilimali, utoaji huduma. Nimepita katika baadhi ya maeneo, bado wapo wale mchwa wale, fedha inapelekwa ya miradi ya maendeleo wanagawana. Nilipita wilaya moja nikakuta wamegawana milioni 300. Nilienda wilaya nyingine nikakuta wamegawana milioni 400. Nimeenda sehemu nyingine wamegawana milioni 200, wamenunua vitu vya ovyo ovyo tukutilia ushahidi. Nilimwambia waziri, nilimwambia waziri hawafukuza wote. Kwanza kamata, weka ndani mpaka fedha irudi, baada ya hapo fukuza wote, wala usiwahamishe. Na mimi niwaambie watumishi mnaofanya kazi nzuri, wala msiingie ubaridi. Msiruhusu wale wavivu, wezi, wazembe wajifiche kwenye mwavuli wa ninyi mnaofanya kazi nzuri. Hatuna ubaya na wanaofanya kazi nzuri. Wapo wanaofanya kazi nzuri. Lakini pia wale wazembe, wavivu. Mtu uko hospitalini, mgonjwa anafika pale, wewe uko busy unachati na simu tu mpaka ukumbushe, jamani tuna mgonjwa hapa. Haya hatuwezi kuruhusu mambo ya aina hiyo. Sasa nimetolea mifano tu michache, lakini ndani ya serikali tutaendelea kuyasimamia haya mambo yote kwa ukubwa wake. Sasa kwa kuwa pia nataka nibakize muda wa kuwasikiliza, mniruhusu niseme jambo moja tu la mwisho. Jambo moja la mwisho, na niwashukuru sana viongozi wetu wa dini, wametusisitiza kupitia dua na sala walizokuwa wanatupa. Jambo moja la mwisho, ndugu zangu wana Mara na ndugu zangu wa Tanzania. Haya mambo yote mazuri tunayoyapanga, yote tunayoyapanga yanayopangwa serikalini na yale ya mipango ya mtu mmoja mmoja, ya ngazi ya familia ya mtu mmoja na yale ya serikali na yale ya kinchi, mambo hayo yote hatuwezi kuyafikia kama nchi yetu haina amani, tulivu na usalama. Kama nchi yetu haina amani, tulivu na usalama, kama nchi yetu sio salama, hatuwezi tukatekeleza yote haya tunayoyapanga. Hatuwezi tukafanikisha, sio tu ya kiserikali, hata yale ya mtu mmoja. Nimewaambia jana Tarime, nimewaambia juzi Serengeti, na ninyi nawaambieni. Na amani yenyewe tunayoongelea na usalama wenyewe tunaoongelea, mnufaika wa kwanza ni mhusika mwenyewe katika eneo husika. Amani ya Butiama, usalama hapa Butiama, mnufaika wa kwanza ni mwana Butiama mwenyewe. Hivyo pakikosekana usalama hapa Butiama, ikivunjika amani hapa Butiama, mwathirika wa kwanza ni mwana Butiama mwenyewe. Kwa hiyo kwa sababu yeyote ile, kwa jambo lolote lile,
usifikishwe katika hatua ya kuwasha moto nchi yako mwenyewe, kwa sababu mwathirika wa kwanza utakuwa wewe mwenyewe katika eneo lako. Na wapo wengine hata huwa wanachanganya, wanaona barabara, wanaona hospitali, wanaona shule, wanasema hivyo ni vya serikali, na wale walio wabaya wanasema nendeni mkachome shule ile ya serikali, nendeni mkachome mahakama ile ya serikali, nendeni mkachome hospitali ile ya serikali. Mimi niwaambieni, hakuna kitu kinaitwa mali ya serikali. Hizo ni mali za umma, mmiliki ni wewe mwenyewe. Barabara hizi mmiliki wake hasa ni wewe mwenyewe, na fedha iliyojenga inatokana na fedha yako mwenyewe. Yaani hata mtu anayechoma muhindi, yule aliyelima, yule aliyeuza ng'ombe wake mnadani, ng'ombe wako mwenyewe ambaye umehangaika naye, aliyemuuza ng'ombe wake mnadani, sehemu ya fedha ndio imejenga barabara. Umelima mihogo yako, sehemu ya fedha ya mihogo yako ndio imejenga hospitali. Mmiliki wake ni wewe mwenyewe. Na ndio maana kila wakati nasema kwa lugha rahisi kabisa, leo hii wewe ukichoma hospitali yako hapa, eti akina mama wa Bagamoyo hawatajifungua, watakosa hospitali kwa sababu ya Butiama imechoma moto. Atakayekosa ni yupi? Atakayekosa ni yupi? Haya, ukiweka matuta kabisa hapo, ukaenda na sururu ukatoboa barabara yote hiyo, weka mlima kabisa, weka mlima pasipitike kabisa, wale wakiela watakosa barabara. Atakayekosa ni yupi? Kwa hiyo mnufaika wa kwanza wa rasilimali hapa ni nyewe wenyewe. Mnufaika wa kwanza wa usalama hapa ni nyewe wenyewe. Kwa sababu nimeona na baba askofu wako hapa, ndio maana Mungu mwenyewe anasema kwenye neno la Mungu, tena akiwaambia wale waliokuwa uhamishoni, anawaambia hata kwenye nchi hiyo ambayo nilikokufanya kuwa mtumwa, kauombee amani mji ule, kwa sababu kupitia amani ya mji ule nawe utapata amani. Hata eneo analosema la utumwani anasema kaombee amani mji ule, kwa sababu kupitia amani ya mji ule nawe utapata amani. Kwa hiyo amani ya Butiama, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe. Na yasisitiza haya kwa sababu sisi ndani ya serikali hatutaki kupuuza taarifa zozote. Kumeanza kutokea hii kasumba hii ya watu kutaka kuipeleka nchi yetu kwenye mambo ya ajabu ambayo Mwalimu Nyerere sio nchi aliyotuachia. Na wamekuwa wakitumia visababu vidogo, wanawahamisheni kwenye ajenda rasmi ambayo wako nayo, wanawahamisha kwenye ajenda walioificha nyuma yake. Na wengine ambao hawafuatilii sana haya mambo wanadhani labda yanaanza kutokea hivi juzi wakati wa serikali ya awamu ya 6. La hasha. Majaribu ya aina hii wamejaribu sana nchi yetu. Kuna muda walitaka wajaribu kama nchi yetu inaweza ikatikisika kidini. Miaka kadhaa hivi, nadhani wakati wa serikali ya awamu ya 4. Ghafla tu unatokea kiongozi wa dini amemwagiwa tindikali. Ghafla unasikia bomu la machozi limetupwa kanisani. Bomu la moto la kuua, sio la machozi. Bomu la kuua limetupwa kanisani. Wakitaka hisia za kidini ziamke. Wakaona halijafanikiwa, wakataka wajaribu kisiasa. Bomu la kuua limetupwa kwenye mkutano wa hadhara wa chama cha siasa. Lakini sio hilo tu, wameenda kutengeneza terrorism, kuua viongozi wa serikali za vijiji wapi hapo Mkuranga,
Kila siku ana kibiti, anafuatwa shambani kwake, analima. Mtu anayelima kwa jembe la mkono anaenda kuuawa kwa risasi, kwa bunduki, wakati wa serikali ya awamu ya 5. Leo wamejaribisha ya dini, haikuwezekana. Wamejaribisha ya siasa, haikuwezekana. Sasa wanaanza kujaribisha tu kusubiria nyakati za uchaguzi, na baada ya hapo wanataka kuwa wanatupangia kila siku kwamba siku hii tutafanya hili, siku hii tutafanya hili. Siku zenyewe wanasubiri zenye mikusanyiko, kwamba Krismasi tutafanya fujo, kwa sababu watu wengi hawataacha Krismasi na sisi tukafanya fujo siku hiyo hiyo. Pasaka tukafanya fujo kwa sababu watu watakuwa siku ya uhuru tukafanya fujo kwa sababu watu watakuwa wengi mtaani. Sabasaba tukafanya fujo. Moja, ni waombe wa Tanzania tujue huo ni mpango wa adui, uko very serious. Na kinachowazwa hapo lazima kiwe kitu serious, ni rasilimali za nchi yetu. Mwalimu Nyerere alitunza sana rasilimali za nchi yetu. Tuendelee kulinda rasilimali na taifa letu. Ndio haya sasa yakiwa anasema hivi, ndani ya serikali tumefuatilia na tumechukua hatua na tumeweza kupata mitandao ya aina hiyo. Tumeweza kuinasa mitandao hiyo. Kuna muda tukamnasa mmoja anaingia na mabomu. Wametangaza kwamba tutafanya fujo Disemba 9, yeye akawa anaingia na mabomu ya kuua yale. Halafu kwenye mijadala yao wameweka vijana. Watafuta kijana moja, wanamwambia wewe andikisha vijana, uhakikishe siku ile kwa kuwa kutakuwa na watu wengi wajitokeze. Huku wameandaa watu wanaoingia na mabomu. Huku lengo lao wakiwaambia wapelekeni, wahamasisheni, wakifa wengi wewe uliyewapeleka tutakulipa zaidi. Yaani huyo anayeandikisha vijana wajitokeze, moja tulimkamata, tuko naye, anasema yeye wanamlipa milioni 3 kila mwezi, na kwamba watu wakifa wengi watamlipa milioni 300. Yakishawepo mambo ya aina hii hatupuzi. Moja, tunawakumbusha Watanzania wajibu wa ulinzi wa nchi yetu ni wa kila Mtanzania. Tusiruhusu njama hizi. Wajibu wa ulinzi wa nchi yetu ni wa kila Mtanzania. Nchi yetu, raia wake na rasilimali zilizoko katika nchi yetu ni wajibu wa kila Mtanzania. Hii mipango tumeshaigundua. Ndio maana tunapochukua hatua, wale wanaohamasisha wanakuwa wakali sana. Wanatafuta pa kuegemea, wanataka waseme vyama vya siasa. Na mimi niwaambieni, hapa issue wala sio vyama vya siasa, wala hatuna ugomvi wa vyama vya siasa, hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa. Na vyama vya siasa vyote viko kikatiba, wala hatuna ugomvi navyo. Na mwanzilishi wake ni baba wa taifa, hatuna ugomvi. Mtu asikupeleke kwenye agenda hiyo ndogo kudogosha mpango muovu uliopo nyuma yake. Wala hatuna shida. Sisi kipaumbele namba 1 baada ya kuona mipango hiyo inayopangwa, tukasema moja, kipaumbele namba 1 ni ulinzi wa nchi yetu na raia wake. Kama waliwahi kurusha bomu la kuua kwenye mkutano wa hadhara, na sasa hivi wanataka nchi yetu ichafuke, na wanavyojipanga tulivyowasikiliza, wanataka watu wafe, tena wawapeleke bomu, warushe, wapige, wafiatue risasi, waseme ni polisi. Tukasema tuzuie mikutano ya hivyo vyama vya siasa. Tuzuie kwa muda wakati tunachunguza hizi taarifa za masuala ya kiusalama. Baada ya siku kadhaa, 3, 4, 5 ngapi, tumeshavuka, tuko vizuri, mikutano itaendelea tu. Iko kikatiba hiyo, itaendelea. Wasitudogoshe jambo tunalopambana nalo kwa kutumia kigezo hicho. Hatuna tatizo hilo. Wala hatuna mizozo ya vyama vya siasa. Ukiwepo huu na huu hapa na ule, Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe na nchi yetu ni nchi kinara ambayo imewahi kuonesha mfano wa kushughulikia mizozo ya aina hii. Kwa hiyo hayo tunayasisitizia katika engo hiyo.
Lakini na mimi nimeendelea kuwakumbusha Watanzania, hawa wanaharakati wameanza lini kuwa wema kwenye nchi yetu? Wameanza lini kuwa watu wema kwenye nchi yetu hao? Watu wengine wakifuatilia sasa hivi wanadhani wameanza kumtukana rais wa awamu ya 6. La hasha. Na wanadhani wamezaliwa awamu ya 6. La hasha. Fuatilieni vizuri kwenye kumbukumbu. Mimi hata sitaenda mbali zaidi. Lakini serikali ya awamu ya 4 ikiongozwa na Rais Kikwete walimtukana vibaya sana. Alipomaliza, watu wengine walidhani labda ameacha mianya mingi ya labda ya mambo ya kusimamia, labda amekuwa muungwana aliyepitiliza. Na yeye akasema naondoka, si mmesema mpole na waletea chuma, na akaleta chuma kweli kweli. Lakini kwa wale mtakao kumbuka, wanaharakati hawa walimtukana Rais Magufuli matusi yote mabaya. Sisi wafugaji hata mbwa wako hawezi kumtukana hivyo. Wamemtukana yote mabaya. Nendeni mkafuatilie. Teknolojia si inatunza kumbukumbu. Hawa Mungu alipomuita wengine wakafanya sherehe, wanaharakati hawa wameanza lini kuwa wema kwa nchi yetu hawa? Mtu anayelipwa kwa kupeleka watu wakafe anawezaje kuwa mwema kwa taifa letu? Anajihesabia ana gari zuri, ana nyumba nzuri, anatunzwa. Malipo yake anaambiwa wakifa wengi tutakulipa zaidi. Fanyia biashara damu ya Watanzania. Hii hatuwezi tukakubaliana na jambo la aina hili. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali nasema wasitumie magrupu ya WhatsApp kuambia vijana, wasitumie magrupu ya WhatsApp kuambia vijana tukutane pale na pale na pale. Waje wawe mbele wenyewe. Waje wenyewe, wasitumie magrupu ya WhatsApp. Wasikae huko wanaangalia kwenye mitandao na kwenye TV na kuelekeza kwa magrupu ya WhatsApp. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa watu tu kupangiana kwamba siku fulani tutafanya fujo, siku hii nayo tutafanya fujo. Hata siku za sherehe tumeziwekea utaratibu, tunazijua. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa watu tu kusema siku hii tutafanya fujo. Na mimi niwahakikishie Watanzania, tuko salama, tutavuka salama, na nchi yetu itaendelea kuwa salama kama ambavyo Mungu ametupa nchi nzuri. Hatutaacha uovu utamalaki. Kwa niliona nilisisitiza hilo la mwisho. Niendelee kuwapongeza. Mna mbunge makini sana, babu yangu Daktari Mahera. Ana sifa zote mbunge anazopaswa kuwa nazo. Hakuna ofisi haijui. Amekulia serikalini. Hakuna ofisi haijui, wala hakuna mtaalamu anayeweza kusaidia jambo la Butiama halijui. Kote anapajua. Na mimi niwaambieni, huyu ni waziri wa akiba. Basi kwa sababu timu huwa ina wachezaji, timu yenye wachezaji wengi wazuri. Timu yenye wachezaji wazuri si hivyo inaanzaga na 11 tu. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo ndugu zangu? Kwa hiyo na yeye hivyo. Mna mchezaji wa timu ya taifa, Daktari Charles Mahera Wilson. Mimi nakaa naye vikao vingi sana. Na ni hivi basi, na mimi ni mwanabutiama na ni wa huku. Basi mjue mna wabunge wengi tu ambao tutakuwa tunasukuma masuala haya ya maendeleo. Ombi langu kwenu, muungeni mkono mbunge wetu. Na mimi nilisema hata kule nilikopita, na wala watu wasinielewe vibaya, ninawakumbusha tu wenzangu kwamba tukishamaliza uchaguzi basi akili tuzielekeze kwenye nini? Kwenye maendeleo. Wananchi wanachotaka ni nini? Ni maendeleo. Kwa hiyo twendeni tumuunge mkono mheshimiwa mbunge. Kwa vyovyote vile mbunge atakuwa mmoja tu kwenye kila jimbo. Yaani akishachaguliwa hivi
safari hii ameshinda ni yeye, wasingeweza kushinda watano. Hata kama waligombea watano, mshindi lazima awe. Akishashinda tumuunge mkono, wafanye kazi, kwa sababu kubwa ambalo tunakiunalo si maendeleo. Tuunganishwe na hayo maendeleo. Akitokea mtu anamkwamisha mbunge, hana nia ya kumkwamisha mbunge, anawakwamisha Wanabutiama. Kwa hiyo hilo niwahakikishie, sisi ndani ya serikali tutaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa mbunge ili aweze kutekeleza, kuwatimizia majukumu haya Wanabutiama. Na kwa kweli nimewaambieni, mimi Wanabutiama wote na Wanamara wote, kama sehemu yenu, kama sehemu ya Watanzania tena wazalendo, tutaendelea kusukuma mbele hatua hizi za maendeleo ili wananchi waweze kunufaika nayo. Asanteni sana kwa mara nyingine, nawashukuru sana. Asanteni na Mungu awabariki. Sasa tupate fursa ya kusikia mawili matatu, lakini lile kundi la ardhi tunaweza tukawatanguliza pembeni hapa. Wale wote wenye jambo la ardhi tusogee upande huu, tuonane na waziri pamoja na timu yote ya ardhi ambayo iko hapa. Kama jambo lako linahusu watu pande mbili, lazima haki itendeke, inabidi tusikilize pande zote mbili. Na kama jambo lako lilishafanyiwa uamuzi, yapo mambo yameshafanyiwa uamuzi mpaka na mahakama, yamebakiza tu utekelezaji wa amri ya mahakama, utekelezaji wa maamuzi ya mahakama. Hayo tunasema kwa kweli, wala tusizungushane. Kama yupo wa aina hiyo, tutamsikiliza, tutaelekeza vyombo vikatekeleze maamuzi hayo ya mahakama. Asanteni sana.